الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu Ayyadhallahu Ta'ala bin Nasr Aziz anasema leo mimi nitaeleza kuhusu Hazrat Amir bin Fuhaira, na maelezo yake ni ndefu sana, yanayopatikana katika historia ya Islam, kwa sababu alijitolea sana katika Islam. Na matukio haya yaliyotokea ni muhimu kiasi hiki kwamba ni lazima nieleze maelezo yake vizuri. Lakabu yake ilikuwa Abu Amir na alikuwa katika kabila Atil. Na alikuwa mtumwa wa Tufail bin Abdullah, na huyu pia alikuwa Mufrika. Na Tufail alikuwa ndugu wa Aisha kutoka kwa mama, na Hazrat Amir alikuwa miongoni mwa wale waliotangulia kusilimu. Kabla Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia katika Dar Arkam, Hazrat Amir alikuwa amesha silimu, na alikuwa akiangalia mbuzi ya Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu. Aliposilimu alisumbuliwa sana kutoka kwa makafiri. Kisha Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alimnunua, kisha baada ya kununua alimwacha huru. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar walipokuwa na hama kutoka Maka na walipokuwa katika pango la Sor, Amir alikuwa akiangalia mbuzi. Abubakar alimwambia, jioni utuletee mbuzi hawa. Na sawa na maelekezo haya, jioni alikuwa akipeleka mbuzi karibu na pango la Thor. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar walikuwa akikamua maziwa ya mbuzi. Abubakar alipokuwa akimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Amir Fuhaira alikuwa akiwafuata ili aweze kufuta nishani ya nyayo za Hazrat Abubakar na Umar, ili makafiri wasiweze kuwafuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar walipotoka katika pango la Thor na walipoelekea Madina, wakati yule Amir bin Fuhaira pia alihama pamoja nao. Abubakar alimkalisha nyuma yake, na yule aliyekuwa naonyesha njia alikuwa mtu kutoka katika Banu Adil. Mtume saa salam alipohamia Madina alifanya ndugu katika Amir bin Fuhaira na Haris bin Aus. Hazrat Amir bin Fuhaira alishiriki katika Badri na vita ya Ohod,
na wakati wa tukio la mbere mauna katika umri wa miaka 40 aliuawa katika njia ya allah. hazrat abubakar kabla ya kuhama kwake aliacha huru watumwa 7 na hawa watumwa walikuwa wamesilimu na walikuwa nateswa. mmoja wao alikuwa hadrat bilal na mwingine alikuwa amir bin fuhera. kwa kueleza tukio la kuhama kwa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadrat aisha radhiallahu taala anha anasimulia siku moja tulikuwa tumekaa katika nyumba ya hadrat abubakar radhiallahu taala anhu mchana, yani tulikuwa tumekaa mchana katika nyumba ya abubakar. mtu mmoja akamwambia abubakar kwamba mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuja nyumbani kwako. mtume saa salam alikuja wakati ambamo kwa kawaida alikuwa haji kwetu. hadrat abubakar akasema, mtume saa salam alipofika hadrat abubakar akasema kwamba wallahi ikiwa umekuja wakati huu lazima utakuwa na kazi muhimu sana, kwa sababu kwa kawaida huji kwa wakati huu. mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika nyumbani kwa hadrat abubakar akapiga hodi na hadrat abubakar akamruhusu. mtume saa salam akaingia ndani. mtume saa salam akamwambia hadrat abubakar kwamba yeyote ambaye amekaa karibu nawe atoke katika chumba. hadrat abubakar akasema kwamba wazazi wangu wawe wajitolee kwako. huyu ambaye amekaa ni watu wa nyumbani, yani umeroman hadrat aisha, kwa hiyo haina wasiwasi ikiwa wanakaa kubaki hapa. mtume saa salam akasema mimi nimepewa ruhusa ya kuhama kutoka maka. hadrat abubakar akasema ya rasulallah, tafadhali unichukue mimi pia pamoja nawe. mtume saa salam akasema bila shaka wewe pia utaenda pamoja nami. kisha hadrat abubakar radhiallahu taala anhu akasema wazazi wangu wajitolee kwako, ikiwa unataka mimi pia niende pamoja nawe basi tafadhali chukua ngamia yangu moja. mtume saa salam akasema ni sawa, lakini mimi nitanunua ngamia yako. hadrat aisha akasema kwamba sisi tukatayarisha mizigo ya hawa wote wawili na tukawapatia chakula na tukawafungia chakula. hadrat asma alichana kitambaa cha shungi lake na akafunga chakula, na kwa sababu ya hii alikuwa anaitwa zatur rika. baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mzigo yake ilipokuwa tayari, yeye na abubakar wakaenda katika pango la sor na akaendelea kukaa siku 3. hadrat amir fuhera alikuwa akienda katika pango asubuhi na jioni alikuwa akirudi, yani yeye alikuwa akirudi asubuhi sana ili watu wa maka wasiweze kujua kwamba anaenda wapi. amir bin fuhera alikuwa akilewa vizuri njama ya makafiri, na wakati wa jioni yeye alikuwa akienda katika pango la thor na alikuwa akiwaambia mtume saa salam na hazrat abubakar kuhusu njama ya wale makafiri walikuwa wakiishi katika maka. amr bin fuhera alikuwa akiangalia mbuzi ya abubakar na jioni alikuwa akileta mbuzi moja. mtume saa salam na abubakar walikuwa wakikamua mbuzi na walikuwa wakinywa maziwa. amr bin fuhera katika mwisho wa usiku alikuwa akienda katika ngome na alikuwa akiita mbuzi na alikuwa aliendelea kufanya siku 3 hivi. mtume sallallahu alaihi wasallam na hazrat abubakar wakamchukua mtu mmoja katika banu adhil kwa ajili ya kuonyesha njia, na huyu mtu alikuwa mahiri wa kuonyesha njia.
mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar radhiallahu ta'ala anhu walimtegemea huyu, ingawa alikuwa mkafiri yule mtu alikuwa kutoka katika Banu Adil, lakini alikuwa mtu mwaminifu. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar wote wakampatia ngamia, na akaambiwa kwamba baada ya siku 3 yeye alete tena ngamia hawa wote wawili karibu na pango la Thawr. Amir bin Fuhaira na yule mtu ambaye alichukuliwa kwa ajili ya kuonyesha njia, wote wawili wakaleta ngamia na wakaleta karibu na pango ambamo mtume sallam na Abubakar walikuwepo. Suraka bin Malik bin Josham alikuwa akisema, kwetu walikuja wakilishi wa makafari na wakaanza kuweka thamani ya mtume Muhammad sallam na Abubakar, na wakasema yeyote atakayewaua hawa wote wawili atapewa thamani kiasi hiki. Mimi nilikuwa nimekaa katika hafla ya Banu Madlij. Katika hali mtu mmoja akaja, na sisi tulikuwa tunafanya pango namna gani tunaweza kumkamata mtume Muhammad sallam na Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu. Wakati ule mtu mmoja akaja katika hafla yetu, na yeye akakaa karibu nasi. Sisi tulikuwa tumekaa katika hafla. Yule mtu akasema, Suraka, sasa hivi mimi nimeona karibu na bahari kivuli fulani na watu fulani, na mimi naamini kwamba huyu ambaye nilimuona ni alikuwa mtume Muhammad na mwenzake. Suraka akasema, je, umemtambua kwamba yeye kweli ni huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mimi naona kwamba yule alikuwa si mtume Muhammad, bali uliwahi kuona mtu fulani na fulani ambao walitoka hapa. Yani yeye hakukubali aliyosema. Suraka alikuwa na tamaa ya kupata fedha, thamani iliyowekwa kwa ajili ya kumkamata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abubakar. Suraka anasema, baada ya kidogo mimi nikaenda nyumbani kwangu na nikamwambia mtumishi wangu kwamba tafadhali utayarishe farasi yangu na usubiri, mimi nitakuja. Na mimi nikashika mkuki wangu, na kwa upande wa nyuma ya nyumba yangu mimi nikatoka, na mimi nikafika karibu na farasi yangu ambaye alitayarishwa kwa ajili ya safari yangu, na mimi nikapanda juu ya farasi. Mimi nikapanda juu ya farasi kwa kutumia mkuki wangu, kwa kuegemea mkuki wangu. Nikaendesha farasi yangu na nikamkimbiza, na farasi akaanza kukimbia. Wakati farasi yangu alipofika karibu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati ule farasi yangu akaanguka na mimi nikaanguka chini. Mimi nikasimama tena na nikajitayarisha tena, na nikatoa mishale moja na mimi nikapiga ramli, na nikapiga ramli kwamba huenda mimi nitaweza kuwadhuru hawa wawili au sitaweza kuwadhuru hawa wawili. Kwa nilipopiga ramli, basi mimi nikakuta kitu ambacho nilikuwa sikipendi, yani ramli ilikuwa kinyume na uamuzi wangu, yani mimi siwezi kuwadhuru hao wote wawili. Akasema, mimi nikapanda tena farasi yangu na tena nikawafuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu, na farasi alikuwa anakimbia sana, na mimi nilikuwa karibu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi hiki kwamba nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasoma Qur'ani tukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haoni kushoto na kulia. Abubakar alikuwa anaona mara kwa mara nyuma. Kwa hiyo ngamia yangu tena mguu wake wawili wa mbili, miguu yake miwili ya mbele ikazama katika ardhi, na mimi nikaanguka tena. Mimi tena nikatayarisha farasi yangu na nikajaribu kuendesha farasi na kukimbiza. Farasi alikuwa hatoki katika ardhi, yani miguu ilikuwa imeenda ndani ya ardhi. Mimi nilipotaka kumkimbiza
farathi akatoa miguu yake nje kiasi hiki kwamba vumbi ilienea sana katika eneo lile. Baadaye tena mimi nikapiga ramli kwamba huenda mimi nitaweza kuwakamata au sitaweza. Kwa hiyo nilipopiga ramli ikaja matokeo yalikuwa kinyume na uamuzi wangu kwamba mimi sitaweza kumkamata mtume sallallahu alaihi wasallam. Hali hii ilipotokea, mimi nikawaita mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar, na nikamwita mtume sallallahu alaihi wasallam na nikasema kwamba wewe upo katika amani, usiwe na wasiwasi, mimi sitakudhuru, mimi sina nia mbaya, sasa mimi sitaweza kukudhuru. Anasema mimi kisha nikapanda juu ya farasi yangu na nikaja karibu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wakati nia yake ilipokuwa safi, basi farasi yake pia alianza kutembea. Anasema vizuizi vilivyopatikana katika safari hii, mimi nilikuwa na imani kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima atakubaliwa na watu watampokea. Na mimi nilipofika karibu na mtume nikasema kwamba watu wameweka thamani kwa ajili ya kukumata wewe, na mimi nilikuja kukukamata. Na yeye akaeleza kuhusu njama ya makafiri, na kisha baadaye mimi nikampatia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vifaa vyote nilikuwa ninavyo, yani chakula na vifaa vingine. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakupokea chakula wala vifaa vingine kutoka kwangu, wala yeye hakuniomba kitu chochote kingine isipokuwa hii tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maneno haya tu kwamba usieleze kuhusu safari yetu, usimwambie mtu yeyote kuhusu safari yetu kwamba tunaelekea wapi au kwa njia gani sisi tunaelekea Madina. Anasema mimi nikamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam, tafadhali uniandikie maandiko ya amani kwa ajili yangu. Mtume sasema akamwambia Amir bin Fuhaira, tafadhali umwandikie. Na huyu Amir bin Fuhaira pia alikuwa anasafiri pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa ameachwa huru. Kwa hiyo mtume sasema alipomwambia amwandikie, yeye akaandika juu ya ngozi. Kisha mtume sasema akaondoka. Ibn Shahab anasema Urwa bin Zubair aliniambia mtume sallallahu alaihi wasallam njiani alikutana na Hadrat Zubair ambaye alikuwa anarudi kutoka Syria baada ya kufanya biashara. Hadrat Zubair akamvisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadrat Bakr radhiyallahu ta'ala anhu mavazi nyeupe, na watu Madina huko walipata taarifa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatoka kutoka Maka na anahamia Madina. Kwa hiyo kila asubuhi wale watu wa Madina walikuwa wakienda sehemu fulani, kule walikuwa wakimsubiri mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakisubiri mpaka mchana. Na wakati wa joto, kwa sababu ya joto kali ya mchana, walikuwa wakirudi Madina tena. Na walikuwa wanamsubiri mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba siku gani atafika Madina. Anasema siku moja waliporudi Madina baada ya kumsubiri mtume sallallahu alaihi wasallam, Myahudi moja alipanda juu ya mlima moja. Yeye akamwona mtume sallallahu alaihi wasallam na wenzake ambao walikuwa wamevaa mavazi nyeupe, na yeye alipowaona walikuwa mbali sana. Walipokuja karibu, akagundua kwamba huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule Myahudi akasema kwa sauti ya juu, enyi Waarabu wenyeji wa Madina, huyu kiongozi ambaye mlikuwa mnamsubiri kwa muda mrefu sana, kwa sababu yule Myahudi pia alikuwa anajua kwamba hawa Waislamu wanamsubiri mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akasema kwa sauti ya juu, huyu kiongozi wenu amekuja. Kwa kusikia tangazo, wale Waislamu wakaondoka na wakaenda nje ya Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika katika mtaa wa Bani Amr bin Auf, na alipofika kule ilikuwa Jumatatu na ilikuwa mwezi wa Rabiul Awwal. Hadhu Bakar akasimama kwa ajili ya kukutana na watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kukaa kimya. Miongoni wa Ansar, wale watu ambao walikuwa hawakumuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale maansar wakaja na wakaanza kumsalimia Hazrat Abubakar.
mpaka mtume sallallahu alaihi wa sallam alipokaa kwa muda mrefu kule jua lilienda upande wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Abubakar akaja na akaweka kivuli juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wakati ule wale maanswar wakagundua kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam huyu ambaye amekaa. kwa hiyo mtume Muhammad sallam katika mtaa wa Umar bin Auf alikaa siku 10 na alijenga msikiti moja ambao msingi wake uliweka juu ya ucha Mungu. Mtume sallam aliswali swala pale, kisha baada mtume sallam akapanda juu ya ngamia yake na watu wakaanza kutembea pamoja na ngamia yake, na ngamia alikaa mahali ambapo siku hizi ni Masjid Nabawi. Siku zile waislamu kadhaa walikuwa wakiswali swala pale, na sehemu ile kuwa sehemu ya Suhail bin Sahal ambapo alikuwa akikausha tende, yani alikuwa akikausha tende baada ya kuvuna. Wakati ngamia yake alipokaa pale, mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka sisi tutakaa hapa katika sehemu hii. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita wale vijana wawili ambao walikuwa wakimiliki sehemu ile na akawauliza thamani ya sehemu ile ni kiasi gani wale, ili mtume sallallahu alaihi wasallam ajenge msikiti. Wale vijana wakasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi hatuhitaji thamani bali tunakupatia bure. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi sitachukua bure kiwanja hiki kutoka kwenu, bali mimi nitanunua. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akanunua kile kiwanja kisha akajenga msikiti. Mtume sallallahu alaihi wa sallam mwenyewe kwa ajili ya ujenzi wa msikiti alikuwa akibeba matofali. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anabeba matofali alikuwa akisema, hazal himalo la himala Khaybar, haza abarro rabbana wadhar, yani mzigo huu si sawa na mzigo wa Khaybar. Mola wetu, mzigo huu ni mwenye baraka sana. Vile vile alikuwa akisema, Allahumma innal ajrul akhirah warhamil ansar wal muhajira, Mola wangu, ujira mwema ni ujira wa akhira, uwarehemu maansar na wale muhajirin. Hazur anasema riwaya hii pia ni ya Bukhari. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu pia ameeleza tukio hili la kuhama kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslim ameeleza kwa njia nyingine, kwa hiyo mimi nitaeleza maelezo haya pia yaliyoelezwa na Hazrat Muslim Maud. Anasema hatimaye waislamu wote walipohama kutoka Maka, watuma kadhaa tu walibaki na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Ali, ni hawa tu ambao walibaki katika Maka. Wakati watu wa Maka walipoona kwamba waislamu wote wanatoka polepole, wale viongozi wa Maka wakajumuika tena na wakaamua kwamba sasa sisi ni vizuri tumuue mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lakini kwa mpango, na walipanga tarehe kwa ajili ya kumuua mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na siku ile ile yeye alipata amri ya kuhama kutoka Maka. Wakati wale makafiri walipojumuika karibu na nyumba yake kwa ajili ya kumuua, usiku ule ule mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata amri ya kuhama kutoka Maka. Kwa hiyo siku ile ile alikuwa anatoka katika nyumbani kwake. Watu wa Maka walikuwa wanafikiria labda yeye amepata habari ya kuuawa kwake ndio maana anahama, lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopita mbele yao, wale watu wakasema, huyu si mtume Muhammad bali ni mtu mwingine. Kwa hiyo badala ya kumshambulia mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wakaanza kujitenga na kujificha ili isije huyu ni mtu mwingine na atamwarifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi tumejumuika hapa karibu na nyumba yake kwa ajili ya kumuua. Kwa hiyo kwa sababu hii baada ya kumwona mtume sallallahu alaihi wasallam walianza kujificha. Kabla ya usiku ile mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abubakar kwamba tutahama. Kwa hiyo wote wawili wakahama kutoka Maka, na katika maili kama 3-4 kutoka Maka walificha katika pango la Thawr. Watu wa Maka walipopata habari hii kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshahama kutoka Maka, basi wao wakatayarisha jeshi na watu kadhaa na wakawafuata na wakamchukua mtu mmoja ambaye alikuwa hodari wa
kugundua alama ya miguu, yule mtu alifika karibu na mlima wa Thawr ambapo mtume sallam alikuwa amejificha pamoja na Abubakar. Yule mtu akasema mtume Muhammad sallam ni hapa katika mlima huu au katika mpango huu au yeye amepanda huko binguni. Kwa kusikia sauti hii Abubakar akapata haufu, na yeye akamwambia mtume Muhammad sallam kwa sauti ya chini kwamba maadui wamefika hapa karibu nasi na hivi karibuni wataingia katika pango hili. Mtume sallam akasema la tahzan innallaha maana, ewe Abubakar usiwe na wasiwasi, usihuzunike, Mwenyezi Mungu yupo pamoja nasi. Abubakar akasema ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi siogopi kuhusu nafsi yangu kwa sababu mimi ni mtu wa kawaida. Mimi nikiuawa ni mtu mmoja tu ambaye atauawa ya Rasulullah. Mimi naogopa kuhusu nafsi yako, naogopa kuhusu maisha yako. Ikiwa wewe unauawa, basi katika hali hii dini itafutwa katika dunia hii. Mtume sallallahu akasema usijali, sisi hapo si wawili tu bali Mungu ni mtatu ambaye yupo pamoja nasi. Sasa wakati ulifika Mwenyezi Mungu asambaze Islam na awaangamize watu wa Maka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliweka pazia katika macho ya Maka na wakaanza kuhoji yule mtu ambaye aliajiriwa, na wakamwambia kwamba je, unasema amejificha hapa katika pango hili? Ni pango hili ni zamani sana, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuingia ndani yake. Na wale watu badala ya kuangalia tazama katika pango lile, wale watu wakarudi. Kwa Mtume sallam siku 2 waliendelea kukaa pale katika pango lile. Kisha sawa na mpango, ngamia yake aliletwa. Mtume sallam alipanda juu yake pamoja na wenzake, na wale waliohama alikuwa Mtume Muhammad sallam na Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu na mtumishi wake Amr bin Fuhaira, na vile mtu mwingine aliajiriwa kwa ajili ya kuonyesha njia. Mtume sasa wakati akaondoka akageuza uso wake upande wa Maka ambapo mababu zake walikuwa wakiishi katika mji ule tangu Hazrat Ismail alayhi salatu wassalam. Mtume sallam kwa kuona Maka akasema, ewe kijiji cha Maka, wewe ni mpendwa kwangu sana kuliko vijiji vyote, lakini wenyeji wako hawaniruhusu niishi katika ndani yako. Wakati ule Hazrat Abubakar akasema kwamba hawa watu wamefukuza nabii wao, lazima hawa watu wataangamia kwa sababu ya kumfukuza nabii wao. Wakati watu wa Maka waliposhindwa kumtafuta Mtume sallam, wakatangaza mtu yeyote atakayemtafuta Mtume Muhammad na Abubakar, basi yeye atapata ngamia 100 kama ni zawadi. Na makabila pia alipewa taarifa hii na habari hii. Suraka bin Malik alipata tamaa ya kupata zawadi hii, kwa hiyo akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaanza kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam na mpaka akamkuta. Yeye alipogundua kwamba wale wawili wanaoenda mbele yake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mwenzake, yeye akaanza kuwafuata, lakini farasi yake akaanguka. Lakini huyu Suraka baadaye alisilimu, na baada ya kusilimu alieleza tukio hili vizuri. Huzur anasema tukio hili nimeshawahi kueleza hapo awali. Kisha Hazrat Muslimud anasema wakati Amr bin Fuhaira alipomwandikia maandiko Suraka bin Malik, wakati ule Suraka alipokuwa anarudi Maka tena, wakati ule Mwenyezi Mungu alimfunulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hali ya Suraka bin Malik. Yani alimfunulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu hali ya Suraka itakayokuwa siku za usoni. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Suraka, hali yako itakuwaje wakati utakapowa bangali ya mfalme wa Kisra? Suraka akasema, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam nitawa bangali ya mfalme wa Iran? Mtume sallallahu akasema ndiyo. Bishara hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitimia baada ya miaka 16. Suraka pia alisilimu na alihamia Madina.
baada ya kufariki kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abubakar akawa halifa na Umar akawa khalifa na watu wa Iran wakaanza kuwashambulia Waislamu, lakini badala ya kuangamiza Waislamu wao wenyewe walijiangamiza, yani wenyewe waliangamia. Wao walikuwa na nia ya kuangamiza Waislamu lakini wenyewe waliangamia. Kwa hiyo wakati mali yao ilipopatikana, katika mali yao ilikuwa bangali ya mfalme ambayo mfalme alikuwa akiwa Suraka bin Malik akawaambia Waislamu tukio hili kuhusu mabangali, na alisema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba Suraka, hali yako itakuwaje wakati utakapowa mabangali ya Suraka. Wakati Umar alipopewa mali ya hawa Irani, yeye akaona mabangali ya Kisra, yani mfalme wa Kisra. Kwa hiyo Hadrat Suraka bin Malik akakumbuka tukio lote, na yeye akakumbuka kwamba hali ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwaje wakati ule, wakati alipokuwa anahama. Na yeye akakumbuka kwamba alikuwa anamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumuua, ili yeye alete maiti yake mbele ya makafiri na apate ngamia ya 100. Wakati ule mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia, ewe Suraka, hali yako itakuwaje wakati utakapowa mabangali ya Kisra? Basi bishara hii ilikuwa kubwa sana, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa habari ya ghaibu. Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu alipoona mabangali ya Kisra, basi yeye akakumbuka tukio lote lililotokea. Kwa hiyo akasema, mwiteni Suraka. Akaitwa. Hazrat Umar akamwambia kwamba avae mabangali ya Kisra. Suraka akasema kwamba, ewe halifa wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaume hawaruhusiwi kuwa dhahabu. Umar akasema, ndiyo, hawaruhusiwi kuwa dhahabu, ndiyo, wanaume hawaruhusiwi kuwa dhahabu, lakini si kuhusu tukio hili, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimwonyesha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba unavaa mabangali ya dhahabu, unalazimika kuwa mabangali, pengine mimi nitakuadhibu, lazima utimize bishara hii. Suraka aliuliza swali hili kwa sababu ya sheria, pengine mwenyewe alikuwa anataka awae mabangali, kwa hiyo Suraka akavaa mabangali. Kwa hiyo Waislamu wote walikuwepo pale waliona bishara hii ilitimia kweli kweli. Katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno haya kwamba Suraka, hali yako itakuwaje wakati utakapowa mabangeli, yeye hakusema maneno haya wakati alipokuwa anahama kutoka Makka, bali alisema katika safari nyingine. Wakati Amir bin Fuhaira alipohamia Madina, kule mara baada kufika kule akawa mgonjwa, mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya dua kwa sababu maombi yake akapona. Hazrat Aisha anasema wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, wakati ule maswahaba zake kadhaa wakawa wagonjwa. Hazrat Abubakar, Amr bin Fuhaira, Hazrat Bilal pia ni miongoni wa wale waliopata maradhi. Mtume Hazrat Aisha aliomba ruhusa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ili aende kuona hali yao, kujua hali yao. Hazrat Aisha alipomwendea Hazrat Abubakar radhiallahu ta'ala anhu, akasoma shairi hili katika lugha ya Kiarabu. Maana yake ni hii kwamba kila mtu ambaye anaamka asubuhi nyumbani kwake anasema subah khair, ilhali mauti inakuwa karibu sana naye. Yani yeye anapoamka anakuwa katika hali hii kwamba anakuwa karibu na mauti. Kisha baadaye akamuuliza hali Amr bin Fuhaira akasoma shairi hili, inni wajadtu mauta kabla zawki innal jabana hatfuhu min fawqihi, yani bila shaka mimi nimepata mauti kabla ya kuonja ladha yake. Mwoga anapata mauti ghafla,
lakini mshujaa anakuwa tayari kwa ajili ya kupata mauti, kwa hiyo yeye hajali. kisha Hazrat Aisha akamuuliza hali ya Bilal. Hazrat Bilal akasoma shairi hili: ya laita shairi abita na lela, lao ningejua kwamba nitalala Makka na karibu nami itakuwa nyasi ya Makka. kisha Aisha akamjia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na Mtume yeye akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kauli hawa wote watatu, kwamba Abubakar amesema hivi, Amr bin Fuhaira amesema hivi. kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona upande wa mbingu na akasema dua hii, akafanya dua hii. maana yake ni hii kwamba e Mola wangu, ufanye Madina mpendwa kwa ajili yetu kama ulifanya Maka mpendwa kwa ajili yetu, au umfanye kuwa mpendwa zaidi kuliko Maka. e Mola, uweke baraka katika saa na mudh, yani katika vipimo hivi vya kupima. vile vile ufanye Madina iwe sehemu ya afya njema, na homa uondoe na itoke katika mji wa Madina. Hazrat Amir bin Fuhaira aliuawa katika tukio la Be'er Mauna. wakati wa hawa masahaba walipouawa katika Be'er Mauna, Umar bin Umayya alipokamatwa, Amir bin Tufail akauliza huyu ni nani? Amr bin Umayya akasema huyu ni Amr bin Fuhaira. Amr bin Tufail akasema mimi nilimuona Amr bin Fuhaira wakati alipokuwa ameuawa tayari, yeye amepelekwa kwa mbinguni. hata mimi sasa hivi namuona kwamba yeye yupo katikati ya mbingu na ardhi. kisha baadaye alirushwa tena ardhini. Mtume saa salam alipata taarifa yake. Mtume saa salam akawaambia masahaba kwamba hawa masahaba wameuawa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba wenzetu wameuawa na wamefanya dua kwamba e Mola wetu, waambie wenzetu kwamba sisi tumeuawa na sisi tupo radhi pamoja na ridha yako. Huzur anasema riwaya hii pia ni ya Bukhari. Hazrat Amir bin Fuhaira aliuawa na nani? kuhusu hii ni ikhtilafu. wengine wanasema Amir bin Tufail alimuua yule ambaye alieleza tukio hili sasa hivi nilioeleza. wakati alikuwa mdui. wengine wanasema Jabbar bin Salmi ni yule ambaye aliyemuua Hazrat Amir bin Fuhaira. kwa hivyo yote wakati wa Be'er Mauna Amir bin Fuhaira aliuawa. Hazrat Muslima kwa kueleza tukio la kuuawa kwake anasema, sasa angalieni, Islamu haikupata ushindi kwa kutumia upanga, bali Islamu ilipata ushindi kwa sababu ya mafundisho yake mazuri, yalikuwa yakileta athari juu ya mioyo, na vile vile yalikuwa yakileta hulka njema. Sahabi moja anasema, mimi nilisilimu, na kusilimu kwangu sababu yake ilikuwa hii kwamba mimi nilikuwa mgeni katika taifa lililowaua maswahaba 70 wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wale maswahaba walipouawa na hawa maadui, wengine wakapanda juu ya mlima, wengine wakabaki chini. Maadui walikuwa wengi na Waislamu walikuwa wachache, na walikuwa hawana silaha, na walikuwa hawana silaha ya aina yoyote. kwa hiyo wale maadui wakawaua wale wote. hatimaye aliboja sahaba mmoja tu aliyekuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Makka, na alikuwa mtumwa wa Abubakar, na jina lake ni Amr bin Fuhaira. watu wengi wakamkomata, na mtu mmoja akampiga kwa kutumia mkuki, na wakati alipopigwa na mkuki akasema, fusto birabbil kaabate, kiapo cha Kaaba kwamba mimi nimepata ufaulu, nimefuzu.
mimi nilisikia maneno yake haya, na kwa kusikia maneno yake haya mimi nikasilimu. Wakati aliposema maneno haya mimi nilishangaa kwamba huyu ni mtu wa aina gani, yuko mbali katika jamaa zake, watoto wake, familia yake, na amepata shida hii kubwa sana, na amepigwa na mkuki, na wakati wa kufa kwake ikiwa amesema maneno haya kwamba fustu birabil kaaba, yani ni kiapo cha Kaaba kwamba mimi nimefaulu. Je, huyu mtu ni mwenda wazimu? Nikawauliza watu kwamba kwa nini huyu amesema maneno haya. Wakasema kwamba wewe hujui kwamba hawa waislamu kweli ni wazimu, na wao wanapouawa katika njia ya Mungu wanasema wamefaulu, wamefuzu. Anasema kwa kusikia maneno haya ya wale watu nilipata athari kiasi hiki kwamba mimi nikirudi mimi nitafanya utafiti kuhusu dini hawa watu. Kwa hiyo mimi nikafika Madina, na baada ya kufika Madina mimi nikasilimu. Maswahaba wanasema mtu mmoja anapigwa na silaha, na wakati wa kufa kwake anasema fustu birabil kaaba. Yule sahaba alipata athari kiasi hiki kwa kusikia maneno yake kwamba wakati alipokuwa akieleza tukio hili, wakati alipokuwa akisema fustu birabil kaaba, kwa sababu ya haufu ya tukio hili alikuwa akianza kutetemeka na alikuwa anaanza kulia. Na yeye anasema kwamba Islamu ilienea kwa sababu ya sifa zake, si kwa sababu ya kutumia silaha. Hazur anasema inasema hii pia kwamba wakati ya Amir bin Fuhair alipouawa alisema fustu birabil kaaba na fustu wallah, yani alisema maneno haya mawili wakati alipouawa katika njia ya Allah. Na masahaba wengine pia walisema maneno ya aina hii. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kutoka kwa historia sisi tunajua kwamba masahaba walikuwa wakishiriki katika wita, ilhali walikuwa wanajua kwamba watauawa, na walikuwa wakisikia raha na furaha. Na walipokuwa wakipata mateso yoyote walikuwa hawaoni kwamba ni mateso, bali walikuwa wakiona kwamba ni raha. Kwa hiyo matukio ya aina hii yanapatikana chungu mzima katika historia kuhusu maswahaba hawa, kwamba wao walikuwa wakiamini kwamba wakiuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni raha kwao. Maswahaba kadhaa waliotumwa, Haram bin Milhan alienda upande wa kabila moja, maswahaba wengine wakabaki nyuma. Wakati walipoanza kufanya mahubiri, mtu mmoja akamshambulia Haram bin Milhan, na wakati alipoanguka chini akasema Allahu akbar fustu birabil kaaba, yani nakula kiapo kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba mimi nimefuzu. Kisha yeye alipoanguka wale makafiri wakawashambulia maswahaba wengine. Wakati ule Amir bin Fuhaira ambaye alikuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Maka, kuhusu yeye habari inapatikana kwamba yule aliyemuua Amir bin Fuhaira, yule aliyemuua baada ya kusilimu alikuwa anasema kwamba wakati mimi nilipomuua Amir bin Fuhaira alisema fustu birabil kaaba, yani mimi nimefuzu. Matukio haya yanaonyesha kwamba kuwawa kwao ilikuwa raha kwao, na walikuwa wakisikia raha. Hazur anasema kwamba hawa ni wenye bahati nzuri, hususan Amir bin Fuhaira ambaye alipata nafasi ya kuhama pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alipata nafasi ya kumhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha katika pango la Thor, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa, Amir bin Fuhaira alipata nafasi ya kumpelekea chakula na kumpelekea mbuzi, ili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anywe maziwa ya mbuzi. Kwa hiyo siku 3 aliendelea kupeleka mbuzi pale, ili Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelee kukamua na kunywa maziwa. Vile vile alipata nafasi hii pia kwamba alimwandikia Suraka maandiko sawa na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
na mtume salallahu alaihi wasallam vilevile alipata taarifa ya kuwawa kwake ilhali alikuwa mbali kutoka kwake. Kwa hiyo huyu alikuwa sahabi ambaye alionyesha utii kila wakati. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja yake, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.